Kuna mtu kabisa anapigiwa hesabu za kichawi. Huyu dada amwache Mungu. Akawa amemwacha Mungu awe mzinzi, abebe mimba. Akibeba mimba, yule mwanaume atampenda sana. Alafu atasema, si unaona walikuwa wanasema nimekosea. Mbona anavyonipenda? Lakini ndani yake amemwacha Bwana. Uzima umeondoka, mauti imeingia. Akiwa na mimba, mashetani anajua siku ya kuzaa tutaenda tumle mtoto. Kumbuka sana Ufunuo. Nyoka anasubiria, anasema ili azaapo amle mtoto. Mungu anasema nimeweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke, na uadui kati ya mwanamke na nyoka. Kwa hiyo wakati wote mwanamke akitembea, kuna uadui wa asili. Ndio maana silaha kubwa ya wachawi ni kutumia watu nyoka, kwa sababu anajua kabisa liko neno la uadui ambalo Mungu alishaliachilia. Kama unanielewa sema amen. Wanakutumia. Ndio maana mwingine unashangaa sana anaenda kuzaa. Amepata mwanaume, jamani, mwanaume yule amempenda, amejitahidi, ametoa kila kitu, mpaka anasema si mwanaume ndiye huyu. Anaenda naye, uchungu unauma au fiki. Yule mwanaume anawaza, jamani, nitoe hela mfanye mkango paswali, jamani, jamani. Mwanamke anasema, mume wangu, Mungu atatusaidia, lakini alishamwacha Mungu. Alishamwacha sasa. Madaktari wanaanza kujitahidi kukupeleka theater. Wakifika theater, mashetani yanachukua pressure. Pressure inakuwa chini sana. Wanasema hatuwezi kumpasua pressure ikiwa namna hii. Ama tunaweza kumuokoa mama tukapoteza mtoto, au tukaokoa mtoto tukampoteza mama. Chagua. Ile kwa sababu basi mwache. Na sasa tukimwacha pressure ikipanda, mtoto atafia tumboni. Naona kuzini anza kuchezesha. Haya, wanasema tumwache mama. Mwanaume anasema mkangu nampenda, bora tu mtoto aje tutapata mwingine. Basi mama anachoka na pressure, anakata moto kuja kumtoa mtoto, alishafariki. Mama yule akija kuzinduka, anasema anashika tumbo, mwanangu yuko wapi? Wanatega pressure ya juu. Mwanangu yuko wapi? Wanamwambia pole dada, umejifungua lakini mtoto sio riziki. Anapanika. Pressure. Anafariki na yeye. Unaona? Uzimu inashangilia. Tumekomesha, tumemweza, tumemshinda. Yule bwana aliyekusababishwa kumwacha Mungu anaoa. Wakati wamekuwa mifupo unajua wanafunza, yeye anapiga vigelegele. Jamani, unampokea Elizabeth awe mkeo wa ndoa? Ndio. Elizabeth, unampokea fulani awe meo? Ndio. Wewe kule kuna msalaba unasema alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2016. Kufariki tarehe 7 mwezi wa 7 2028. Hiyo ndio historia yako wewe. Huyu anaanza maisha mapya ya ndoa. Nasema shetani yako pale, maana yuko anakutaka wewe. Paulo anasema piganeni vita vizuri, ilindeni imani, umalizeni mwendo mkiwa mashujaa. Haleluya, haleluya.